Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe, watu wa Mungu. Kwa majina mimi naitwa Dr. Frida Blessing James, ni mtume. Nataka nikuletee somo muhimu sana kwa kanisa. Ni fundisho muhimu sana kwa Wakristo wote wa ukweli. Somo hili linaongea kwa habari ya kurudi kwake Kristo. Ni somo ambalo ni sehemu ya somo la nyakati za mwisho. Nikiongea kwa habari ya nyakati za mwisho, kuna mambo 7. Ishara ya kurudi kwake Yesu Kristo, kurudi kwa Yesu Kristo mwenyewe, kunyakuliwa kwa kanisa, kuna dhiki kuu, kuna ufalme wa miaka 1000 pamoja na Kristo, kuna hukumu za mwisho, kuna mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hiyo tutajifunza haya mambo ya nyakati za mwisho, lakini kwa leo nitalenga zaidi kurudi kwake Kristo. Nitapita kidogo kwenye ishara, nitapita kwenye eneo lile la kunyakuliwa, lakini sitaenda sana na kwenye hukumu. Kwenye ile hukumu ya mwisho, sio ile hukumu, ni ile hukumu pamoja na Kristo, ile ya kupewa mashada, ile ya kutunukiwa. Yani naongea kwa habari ya waamini. Utanielewa nikianzia hapo, hautanipata vizuri. Kwa hiyo katika somo hili la kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ni jambo limetajwa mara nyingi kwenye Biblia. Katika Agano la Kale, nyakati za mwisho zimetajwa mara 1496. Lakini katika Agano Jipya limetajwa mara 319. Jambo hili limetajwa na manabii wote wa kale, yani karibu manabii wote wa kale wametaja hili jambo. Kwa mfano ukiangalia Isaya, Ezekiel, Daniel, Zekaria wameongelea. Jambo hili linatajwa na Yesu mwenyewe. Twende tukasome kwenye kile kitabu cha Mathayo 24:30 tuone kwa habari ya kurudi kwake Yesu Kristo imekaaje. Ni somo ambalo sio wengi sana wanapenda kulisikia, na sio watumishi wengi sana wanapenda kulihubiri pia, lakini ni somo ambalo ni muhimu sana kwa wanadamu kulijua na kulifahamu, kwa sababu wanadamu ni kweli tumeumbwa, tuko duniani tunaishi, lakini kuna wakati tunatakiwa tuondoke duniani. Unajua watu wengi tumekuwa tukiogopa sana ile hali ya kuondoka duniani. Unaposikia mtu amefariki, ameondoka duniani, lakini kama yuko katika Kristo, kama ni muamini katika Kristo, hakuna sababu yoyote hata ya kuogopa, kwa sababu ni kitu ambacho Mungu amekiumba namna hiyo. Amemuumba mwanadamu aishi duniani kwa utukufu wake, aweze kumheshimisha Mungu, kumtii Mungu, kuwa na ile taswira ya kiungu, na Mungu anajivunia wanadamu wake. Hasa tunapokuwa tumemtambua Mungu, anasikitika sana tunapokuwa hatuna ufahamu katika yeye. Ndio maana anasema tunaangamia kwa kukosa maarifa, na hapo ndipo adui anapotuwezaga, pale pa kukosa ufahamu, pale pa kuto kumjua Mungu kwa kina, pale pa kutoelewa haki zetu za msingi, pale pa kutoelewa mapenzi ya Mungu na makusudi ya Mungu. Hapo ndipo yule mwovu uwaga anatuonea sana. Kwa hiyo kama nilivyosema, tutaenda kusoma kile kitabu cha Mathayo 24 ule mstari wa 30. Mathayo 24 mstari wa 30. Hebu tuone Yesu aliongea nini hapo. Ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adamu mbinguni. Kurudi kwake Yesu Kristo sasa. Kutaonekana ishara ya mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, na watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawimbi ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda. Nao wakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huo wa mbingu mpaka mwisho huo. Sasa ngoja tuende tukaangalia hapa. Jambo hili pia lilisemwa na mitume. Fungua kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, Wathesalonike wa kwanza 4:16 na 17. Neno linasema hivi: kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko. Bwana gani? Bwana Yesu. Na sauti ya malaika mkuu
Kumbe kuna malaika ambao watakuwa wanatoa sauti na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kumbe wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, watapewa miili mipya. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawimbi, ambapo tutakuwa tumevishwa nini? Mwili mpya, ili tumlaki Bwana wetu hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Oh Jesus, my Lord, my God. Nataka mtu wa Mungu ufuatilie ili somo kwa umakini na kwa utaratibu. Yaani Paulo anaandika mengi sana juu ya nyakati za mwisho pamoja na mitume wengine. Jambo hili pia unajua lilitangazwa pia na malaika. Kwa mfano tukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume 1:11 pale, utaona malaika wanatangaza kurudi kwa Kristo. Jambo lingine la kuangalia ni nataka tuende tukaangalie hapa. Hili ni tamko la kurudi kwa Yesu Kristo. Ni tamko lilikuwa wazi sana, ni jambo ambalo limesemwa sana kama nilivyokuambia. Hebu fungua kile kitabu cha Yohana uangalie pale. Hebu tuangalie hapa kwenye hiyo Yohana. Andika kama unaandika. Angalia Yohana 14. Yohana 14 mstari wa 2 nasema, nyumbani mwa Bwana Yesu anasema, mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandaa mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili mimi nilipo nanyi muwepo. Huyo ni Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia kwamba ameenda kuandaa makao, ili pale alipo na sisi pia tuweze kuwepo. Katika kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo kumegawanyika katika sehemu mbili. Hili lazima tulijue sasa, tusije tuka confuse. Sehemu ya kwanza, Kristo atashuka kutoka mbinguni hadi hewani, hata kanyaga ardhi, ili kumwinua bibi harusi wake. Bibi harusi wake ni nani? Bibi harusi wake ni mimi, ni wewe. Tunaposema bibi harusi sio kwamba ni wanawake. Bibi harusi ni kanisa. Bibi harusi ni wale waamini waliomwamini Kristo, wakajua kwamba Kristo ndio njia ya kumuona Mungu, kwamba mwanadamu hana haki yoyote pasipo nini? Pasipo Kristo. Wakamwamini Kristo, wakamuishia Kristo, wakapokea nguvu za Roho Mtakatifu ambazo ndizo zitatupa uwezesho, kwamba atakuja na mwito wa kuwaita bibi harusi wake amjie. Ndio pale tunaambiwa tuwe tumejiandaa, taa zetu ziwe na mafuta, uwe na utayari. Bwana harusi hata mchukua bibi harusi ambaye bibi harusi hujavaa kiatu. Bibi harusi hauko kwenye ile shela, hauna shela, hauko kwenye vazi lile la harusi. Ni kweli umeokoka vizuri kabisa na hadi ya mbinguni unayo, lakini sasa yani bibi harusi huyu hapo, bwana harusi amekuja, wewe ni mchafu. Bwana harusi amekuja, huna shela, huna vazi jeupe. Bwana harusi amekuja, huna kiatu kizuri. Bwana harusi amekuja, wewe mwenyewe utajisikia vibaya na utajiona kama utajidharau wewe mwenyewe. Anakuja kunini? Analiita kanisa lake lililo hai. Sehemu ya pili, Bwana wetu Yesu Kristo atarudi duniani pamoja na watakatifu. Hiyo ni sehemu ya pili. Yesu atarudi duniani pamoja na watakatifu, na watakatifu wake, ili kuanzisha ufalme wake hapa duniani, ule wa kutawala miaka 1000 pamoja na Kristo hapa duniani. Yani watu wa Mungu tutakuwa, hatui tena katika hali hii, hatui tena kama hivi tulivyo. Tuna miili mingine. Mwili huo tutakao kuwa nao watu wa Mungu ni mwili unasemwa kwa habari ya Wakorintho wa kwanza 15:53 na 54 hapo. Mwili usioharibika. Hatutakuwa na ule mwili wa kufa, tutakuwa na ule mwili ambao sio wa kufa, mwili ambao unaweza ukapita hata ukutani. Hatutakuwa na mwili wa aibu, utakuwa wenye utukufu. Hatutakuwa na mwili mdhaifu, hatutaugua, hakuna magonjwa tena. Tutakuwa na mwili wenye nguvu. Hatutakuwa na mwili wa asili, tutakuwa na mwili wa nini? Mwili wa kiroho.
tashandaraizi na Bwana rika ya basanta ya mo lakini hapo Bwana Yesu alisharudi kwa ile sehemu ya kwanza ambao anasema siku hiyo, yani wale ambao hawako ndani ya Kristo wala hawatasikia huo mwito wa malaika parapanda hizo, hawatasikia, yani hawatasikia. Ndio pale anasema mmoja atakuwa amelala, mwingine atanyakuliwa, mwingine atakuwa sijui anafanya nini, mwingine atanyakuliwa, mwingine atakuwa anafanya hiki, mwingine atanyakuliwa. Mtu kufumba na kushtuka, wengine hawaonekani, wengine wamebaki. Ndio hao watakaoingia kwenye nini? Kwenye dhiki kuu. Mungu atusaidie sana, watu wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ndio hapo kwamba kuna kuondolewa kwa kanisa ambayo ndio iko sehemu ya kwanza. Sasa wewe utakayekuwa umebaki sasa, wewe utakayekuwa umebaki wakati Yesu ameshanyakua kanisa, wewe utakuwa umebaki, na kitendo hicho kinaitwa unyakuo, kunyakuliwa. Nakumbuka Kristo aliwahi kunionyesha kwenye ndoto wakati fulani, nikiwa ndio nimeokoka tu, hata sijakuwa sana, hata sijajua bado mambo ya unyakuo. Nikaona eti Bwana amekuja kwenye mawingu, kule kuna utisho mkubwa. Ninaona wingu hilo linakuja, wingu hilo linakuja, watu wanaacha ardhi wanapaa, watu wanaacha ardhi wanapaa. Mimi nikawa miguu yangu hainyanyuki, miguu yangu ikawa hainyanyuki. Ninalia, ninasema Bwana usiniache, Bwana usiniache. Nikaanza kumuita sasa na neno linavyosema, ulisema kwenye, nikaanza kutaja eti maandiko. Mara vimguu vyangu navyo tarara vikaacha ardhi, vikaenda kumlaki Bwana mawinguni. Nikaenda kumuuliza mchungaji wangu, Mchungaji Dafa, nimeota kitu cha ajabu. Akaniambia na Mama Dafa, hiyo ulikuwa ni unyakuo, Mungu amekufunulia. Lakini mimi nilikuwa bado sijajua, lakini Mungu ilimpendeza. Tukio hilo la kunyakuliwa pia Bwana Yesu alilisema sana. Yesu alitamka waziwazi kwamba nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili mimi nilipo na nyie mwepo, kwenye Yohana 14:3. Tukio hili la kunyakuliwa alilifafanua katika, hebu tuende tukasome Luka 17:34. Luka 17:34. Hebu tupite hapo, Luka 17:34. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Inasema, na waambie usiku huu watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atanyakuliwa, mmoja ataachwa. Ndio hiyo nilikuwa nakwambia, mmoja atanyakuliwa, mmoja ataachwa. Na anasema wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Sasa tuangalie kitu kingine hapa. Tukio hili la kunyakuliwa linafafanuliwa zaidi pia na mitume. Nimekuambia pale nyuma jinsi Paulo alivyokuwa anaongea. Sasa ninatamani tusome hii ili watu tujifunze kitu kikubwa sana hapa. Sitaki nifundishe kwa kirefu sana kwa siku ya leo. Somo hili litakuja kuwa na sehemu ya pili. Wathesalonike wa kwanza 4:13 inasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Kwa hiyo utasoma hiyo wa Thesalonike wa kwanza 4:13 mpaka 17. Kwa mfano mstari ule wa 16 anasema, sauti ya malaika mkuu, parapanda ya Mungu. Yani kutakuwa na nini? Na mwaliko. Wasioamini kama nilivyokuwa hawatasikia chochote. Hawatasikia chochote. Hiyo wa Thesalonike 1 wa kwanza 5:1 mpaka 6 utakuta pale. Tukio hilo litakuwa kama vile mwivi ajavyo usiku kufumba na kufumbua. Yani anachukua huyu anabaki, huyu anakuja kushtuka, unakuta umeshaachwa. Waliokufa katika Kristo watafufuliwa wa kwanza. Yani wale waliokufa, yani waamini wote waliookolewa kwa damu ya Yesu, wakati wote watapokea miili mipya ya utukufu ambayo ndio itawawezesha nini? Kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Waamini hao ni wale waliokufa katika Bwana. Watapokea miili mipya, watafufuka kwanza kwenda kumlaki Bwana. Na wale ambao tutakuwa tuko duniani sasa, kama tutakuwa tuko duniani wakati Yesu amerudi, waamini walio hai watabadilishwa, watavikwa mwili mpya.
watapokea mwili wa utukufu sawasawa na wale wa kwanza. Sisi wote tutanyakuliwa kwa pamoja. Ukisoma mstari wa 17, kwa pamoja makundi haya mawili yatanyakuliwa ili kumlaki Bwana nini? Hewani. Yote hayo yatafanyika kwa haraka sana. Biblia inatuambia maneno hayo ikisema kwa dakika moja, kufumba na kufumbua. Kwa hiyo tutakuwa tuna miili hiyo niliyokuambia, mwili usioharibika, mwili usiokufa, mwili sio wa utukufu, sio mwili mdhaifu, sio mwili wa magonjwa. Ndivyo itakavyokuwa. Nini kitakachotokea baada ya kanisa kunyakuliwa? Hiyo ninataka nije nifundishe, iwe sehemu ya pili ya somo langu. Sisi tutakao muona Yesu uso kwa uso tukiwa pamoja na watakatifu, yani sisi tutakuwa na watakatifu wote. Oh, Jesus, 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 Jesus. Somo hili ni kuu sana na sitaweza kulifundisha kwa mara moja nikalimaliza. Alafu kutakuwa na kuna kitu kingine hiki ambacho ni kwa habari ya kiti cha hukumu cha Kristo. Hichi kiti cha hukumu cha Kristo sio hukumu ile, kwa sababu wale ambao hawatamwamini Kristo, tayari neno linatuambia katika ile Yohana 13 pale, Yohana 3, soma Yohana 3 yote ile utaelewa pale, inasema wale ambao hawakumwamini tayari wamekwisha kuhukumiwa. Lakini hii ni hukumu nzuri, hukumu ya waamini wote, ambapo maisha yetu ya Kikristo yatapimwa na nia na makusudi ya hali ya matendo yetu na kazi zetu zilizozifanya. Sasa umeokoka, ujamshuhudia hata mwingine akaokolewa, kwa sababu itakuwa ni hukumu ya kugawa mashada. Itakuwa ni hukumu ambayo thawabu zitatolewa pamoja na mataji. Sasa wewe uko mbinguni, hauna hata kataji, hauna hata kashada, hauna chochote kutokana na kazi nini? Kazi zile tulizozifanya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Naamini umejifunza kitu katika hili somo. Ninataka niende nikaombe kwa kifupi. Neema ya Mungu ituwezeshe. Somo hili litakuwa na sehemu ya pili. Baba wa rehema, Mungu mwema, ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu wa nyakati za mwisho, kwa ajili ya ujumbe huu wa kurudi kwako Bwana wetu na Mungu wetu. Ninaomba neema yako Baba ikamate fahamu za watu, nafsi za watu na roho za watu, waweze kuelewa tukio hili ambalo unasema na sisi katika nyakati hizi. Baba wa rehema, uliyemtuma Yesu Kristo duniani kwa ajili ya ukombozi, ninaomba neema yako ikaseme na huyu mama. Roho Mtakatifu ukaseme na huyo baba, ukaseme na yule anayenisikiliza, ili kwamba asiangalie hapa tu, lakini aangalie na pale pia, ili kwamba ajue kwamba kuna maisha ya umilele, ili kwamba aangalie katika kuenenda kwake na kusimama kwake, ili kwamba ahubiri Injili, aambie ndugu zake na majamaa zake kwa habari ya neema ya wokovu, ili kwamba Bwana wetu Yesu Kristo utakaporudi asiwepo wa kuachwa. Naomba kwa ajili ya huduma ya God's Purpose Ministry, mtu yoyote aliyesikia Injili, mtu yoyote aliyejiconnect kama partners, mtu yoyote aliyesimama na huduma, mtu yoyote ambaye amenisikia nikihubiri Injili, mtu yoyote, Mungu mtakatifu, ninaomba neema yako. Kristo Mwokozi, ninaomba neema yako kwa ajili ya God's Purpose Ministry. Kila mtu aliyekanyaga God's Purpose Ministry, kila mtu aliyenisikia akarithi yale maisha ya umilele, wakati Yesu atakaporudi asiwepo wa kuachwa, asiwepo ambaye atakuwa hana utayari. Baba yangu na Mungu wangu, naomba Roho Mtakatifu kaachilie mafuta yako kila mtu, Mungu mtakatifu, Baba wa neema, Mungu wa mema, Mungu uliyejaa rehema na msamaha, akakuone katika ule ujio wako. Bibi harusi akawe na utayari, akawe na vazi. Mungu wangu na Baba yangu, naomba neema yako ikaweze kuokoa Baba nyumba zetu na familia zetu. Kila mtu ambaye amekuamini, ndugu zake waweze kuelewa hii neema, wakaokolewa kwa utukufu wako, ili wasiache wakaingia kwenye dhiki kuu, ili wasiache ule mharibifu akawaweza. Baba, ninaomba neema yako katika neno hili uliotuma siku ya leo, ufalme wako ukanufaike na ule ufalme wa adui ukapoteze. Ni katika jina lako Kristo Mwokozi nimeomba na kuamini, amen. Thank you Lord Jesus.